Kwa hiyo hawa ndio wanaitwaje hawa? Huyo nilomshika mimi anaitwa Golden Buff Orpington. Na huyo ni Blue Orpington. Aha. Ambapo hawa ndio ulisema pea shilingi ngapi? 1,400,000 pea. 1,400,000. Mwanafamilia wa Shamba Hub, tunaendelea kukuletea makala zetu za kilimo na ufugaji, na leo bado tuko hapa katika viwanja hivi vya John Mwakangale, viwanja vya Nane Nane katika maonesho ya Nane Nane. Tumepata fursa ya kukutana na miongoni mwa wafugaji wa kike maarufu sana jijini Mbeya. Yeye anafuga mifugo ya aina mbalimbali na amefika hapa pia kuweza kuonesha mifugo ambayo anayo. Anakwenda kwa jina la Nara Poultry Farm. Wao ni wafugaji kama nilivyokuambia, wanaopatikana katika jiji hili la Mbeya, na yuko katika maonesho haya ya Nane Nane. Lakini kubwa zaidi ambalo limenivutia leo, licha ya mifugo yote, batabukini, mzinga, maladi, kuku, kuchi na kuku aina mbalimbali, sungura, leo nimevutiwa sana na kuku wakubwa. Kuku wakubwa kwelikweli, ni vitu vya kusanyabisha, lakini pia bei yao imechangamka kama kuku. Kwa nini umeamua kuwa mfugaji? Maana tulizoea watu wengine kumkuta mwanamke akajikita katika ufugaji, na hasa katika ufugaji mkubwa kama unaofanya wewe, inakuwa ni ngumu sana. Wewe ni kipi ambacho kilikusukuma? Mimi kuna sehemu nilikuwa nafanya kazi na hawa madereva wa kusafiri, kwa hiyo walikuwa kila wakipita wanapita na kuku. Nilikuwa nachukua kama wakutumia tu nyumbani, nachukua na wafuga hivyo. Kwa hiyo nikikaa kazini, nikirudi nikaanza kuona kwamba wakati mwingine wanataga, wameatamia, wametoa vitoto. Yaani ile kasi ya mayai ndio iliniambia kwamba hii kitu inaweza ikawa kazi. Baadaye ndio nikavutiwa, nikaanza kuifanya kama ajira. Ulianza na kuku ngapi? Mwanzoni nilianza na kuku wa kienyeji kama 40 hivi. Hao ambao hawana complications sana, hawana chochote, na nilikuwa nafuga kienyeji tu. Kwa hiyo baadaye nikanunua jogoo mmoja tu wa kuchi, nikaanza kuzalisha chotara, nikauza chotara. Baadaye ndo nikaanza kununua uji. Sasa nafuga kuku aina zaidi ya 12. Nina Brahma, American Brahma, ninafuga Light Colombia Brahma, ninafuga Buff Orpington, nina Blue Orpington, nina Silky, nina kuku aina ya Phoenix, nina kuku aina ya Polish, nina kuku kuchi, nina Horace, ni mchanganyiko wa kuchi na kuku wa kienyeji. Nafuga kuku wa Malawi, nafuga broilers na kuku wa kienyeji pia. Nimeona kuna kuku wengi. Kwa idadi hasa ukichanganya mifugo yako yote, unaweza kuwa na idadi ya kukisia haraka haraka? Nikichanganya mifugo yote, wakubwa wadogo kwa kuku wakubwa wanaweza wakafika kwenye 300 hivi. Wa kawaida? Wa kawaida hapo sasa labda vifaranga. Hao tunakuwa nao wengi zaidi, kwa sababu wengine wanakuwa kwetu, wengine tunalea kwa oda, mtu anasema tulelee. Kwa hiyo unaweza ukajikuta una vifaranga zaidi ya 1000. Kwa hiyo mtu anaweza akanunua kuku kwako nikamtunzia au kamtunzia kwa miezi ambayo yeye anataka. Na kuku ghali kabisa katika mabanda yetu haya, unamuuza kwa shilingi ngapi? Kuku ghali kabisa katika mabanda haya ni Golden Buff Orpington, tunamuuza 1,400,000 pea. Wawili 1,400,000. Huyo nilomshika mimi anaitwa Golden Buff Orpington. Na huyo ni Blue Orpington. Ambapo hawa ndio ulisema pea shilingi ngapi? 1,400,000 pea. 1,400,000. Huyo ni kuku peke yake. Kifaranga anakuwa bei gani? Kifaranga ni 50,000 cha siku moja day one, na yai lake huyu kuku ni 30,000 yai moja. Sawa. Utunzaji wake upoje hawa, yani ukilinganisha na kuku wengine? Utunzaji hawana changamoto kabisa. Yani kama mimi nawalea tu kwa mfumo huru, wanalala ndani, asubuhi nawafungulia, wanatembea nje. Magonjwa kuhimili kwao? Wanahimili sana magonjwa, yani ni wastahimilivu sana wa magonjwa. Hawana changamoto hizi ndogo.
Sawa. Wewe hasa hizi mbegu unaziona ulizitoa wapi mara ya kwanza kabla ya kuanza kuzalisha mwenyewe? Hizi mbegu nimezitoa Dar es Salaam. Kuna watu ambao wao wanaagiza kutoka nje na sisi tunaagiza kutoka wao. Vitu vya kuzingatia kwa mtu ambaye anahitaji kufuga hawa kuku. Mtu anayehitaji kufuga, cha kwanza anatakiwa azingatie sana usafi. Wakai kwenye mazingira safi, banda liwe safi, pia azingatie chakula, lishe bora ili wa maintain mili yao, uzito wao. Pia anatakiwa azingatie chanjo kwa wakati. Chanjo ni kitu muhimu. Ni kitu muhimu sana kupunguza magonjwa pia. Kuna mtu hivi sasa anahitaji mifugo au anahitaji kufuga kuku aina hii au anahitaji kufuga bata, anahitaji kufuga sungura na mifugo mingine. Ana uwezo wa kuwapata vipi au anahitaji hata mayai? Okay, sisi tunapatikana Mbeya Block T. Tuko Mbeya Block T, Nunala Poultry Farm. Tuko barabarani kabisa, panafikika na panatangazo nje, na pia anaweza kutucheki kwa namba zetu 0747 43 88 44. Hiyo akitaka kutupigia kawaida, akitaka kutucheki WhatsApp ni 0752 28 52 60. Pia anaweza kutucheki kwenye mitandao ya kijamii, tuko Facebook, tuko TikTok, tuko Insta kwa jina hilo hilo la Nunala Poultry Farm. Sawa. Bwana, hawa ni kuku wakubwa, kuku ambao ni ghali. Ukiangalia Nane Nane yote huwezi kukuta kuku ghali kama hawa, lakini si tu ghali, hata uzito wao unaridhisha, wana uzito wa kutosha. Kama nilikwambia, bei yake ni $1,400,000 kwa pea unaweza kuwapata. Kwa hiyo ni wewe hivi sasa kama unahitaji mayai, kuku au vifaranga unaweza ukapata. Kifaranga $50,000, mayai $30,000. Mawasiliano ameshakutajia hapo, ni wewe kuweza kuwasiliana naye ili kuweza kupata kuku hawa hapa. Kama unavyoona, watu wengi wamejitokeza kwa ajili ya kuweza kuangalia mifugo hii. Kwa hiyo huyu ndio umesema anaitwa Light Colombia Brahma. Light Colombia Brahma. Ni Amerika, ni asili yake ni Amerika. Marekani. Na manyo yake naona yamekaa mpaka chini hivi. Huyu mwenyewe peke yake anauzwa shilingi ngapi, na pea mtu akiamua akitaka anapata shilingi ngapi? Peke yake anauzwa $700,000. Akitaka pea ni $1,000,000 kamili. $1,000,000. Naye mzito kama wale? Uzito wa kutosha. Naam. Una lolote lile la kumwambia yule ambaye anatutazama hivi sasa? Anayetutazama hivi sasa, kama anawiwa kwenye ufugaji, ningemshauri aanzie hapo hapo alipo, yani aanze na kuku ambao yeye anawamudu. Kama ni wawili, kama ni watatu, taratibu atafika hapa tulipofika sisi. Na sisi tumetoka huko, yani asisubiri kwamba nasubiri nipate mtaji mkubwa kesho. Huo mkubwa utamkuta akiwa ameshaanza. Sawa, asante sana. Bwana, anaitwa Nunala, ni miongoni mwa wafugaji wa kuku maarufu wa kike hapa Mbeya, na ana mifugo mingi kweli kweli. Hapa ameleta tu baadhi ya mifugo ambayo anayo. Hawa kuku wakubwa, ana kuku zaidi ya 300 kwa kuku wakubwa. Kuku wadogo wa kawaida ndo usiseme, na namba zake ameshazitaja hapo. Endelea kufuatilia makala zetu mbalimbali kupitia YouTube chaneli yetu Shamba Hub TZ, lakini pia mitandao mbalimbali ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok kama Shamba Hub TZ. Mpaka wakati mwingine, tunaendelea kukuletea makala mbalimbali kutoka katika viwanja hivi vya Nane Nane.